wakakuwa na baba mzazi. Sikiliza twende pamoja. Hiyo maisha kulingana na vile unakaa hapa dunia. Pigia Yesu makofi basi. Let me repeat this. Nimesema umezaliwa na mama mzazi na ukazaliwa na baba mzazi, na hiyo ni sheria ya hapa dunia. Ndiposa uzaliwe lazima kuwe na baba na mama. Listen this. Wakati tunaongea mambo ya kiroho, listen, tuko na baba, hatuna mama. Sikiliza tuende pamoja, nataka unishike vizuri. Nimesema hivi, hapa duniani uko na mama mzazi na uko na baba mzazi. Na hiyo ndiyo sheria iliyowekwa hapa duniani, kwamba lazima kuwe na mama na mzazi na baba ndiposa uzaliwe. Aidha uwe mwanamke au uwe kijana ama mwanaume. Now listen this. Sheria ya kiroho iko na baba, haina mama. Listen. Baba ndiye mama bado, na yamuita baba ndiye mama. Watu wengine wanasema God is single. Cannot say God is single. He can exist the way anataka tu. Man, he is superior. He is powerful. Na ikiwa sikiliza, ikiwa unaamini kwamba kuna Mungu aliye na uwezo kuliko chochote unachoweza kuwaza na akili yako, wacha nione kwa mkono. Ikiwa unaamini kuna Mungu aliye na uwezo kuliko chochote unaweza kuwaza hapa dunia, wacha nione kwa mikono. Pigia Mungu makofi baba. Now listen. Kuna mwanadamu, listen this carefully, ndio tuingie kwa neno. Ninauliza swali hapa tukianza. Je, Mungu, listen. Mungu alipomuumba mwanadamu, listen. Mungu alipomuumba mwanadamu, listen this. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, sikiliza, akamweka kwenye shamba la Edeni, na pengine wengine waliumba wakaweka kwingine, lakini tunajua huyo Adam na Eve. Mwanadamu akawa na udhaifu, kile tunaita weakness. Now listen. Kila ukiona mwanadamu ako na kile tunaita weakness ama udhaifu, usidhani Mungu ako hivyo. Listen carefully. Mungu ana weakness. God has no weakness like human being. Isipokuwa amekuumba kulingana na mfano wake, according to his image and likeness. Hata kama amekuumba kulingana na mfano wake, God has no weakness. Mwanadamu ako na weakness. Na weakness ya mwanadamu, listen. Weakness ya mwanadamu, listen. Weakness ya mwanadamu ni mwili na nguvu za kishetani. Hizo tunaita tu weakness. Wakati tunataja udhaifu wa mwanadamu ni mwili na shetani, hiyo ndio tunasema tu mwanadamu ako na weakness. Now listen this. God has no weakness. Mtu anaweza kukuuliza, is God a joker? God is not a joker. He does not joke. Sikiliza hii twende pamoja. Anybody with weakness, listen. Anybody with weakness, listen. Anybody with weakness anaweza kaleta mchezo. But God is not like that. Now, sikiliza hii revelation sasa. Sikiliza vizuri. Because God is a master, because God is authoritative, listen. Because God is a commander, listen this carefully. He commands the weakness, listen. He commands the weakness in a man. Kuna watu wanipate vizuri. Because God is a commander, God is a master, He is authoritative. He commands
the weakness in the mind not work. Nipata vizuri, udhaifu wa mwili na wa mwanadamu usifanye kazi kwa maisha yake, because he is a commander. How does he command? By power, by what? Kuzaweza kumwambia by power, by what? By power, by what? Wana kusema ni kama maisha imekulemea. By power, by what? Watu nisikie wanawake peke yake. Hebu semeni by power, by what? Now listen very pamoja. Why do we have the word pleaded? Why do we have prophets? Why do we have apostles? Why do we have the Spirit of the Lord? Why do we have salvation and all that? Oh, listen, hii kazi yote unaona Yesu anamwaga damu, unakuwa na mitume, Mungu anaingia ndani ya mwanadamu, unakuwa hapa na pale. Sikiliza, hii yote tu ni kwa sababu mwili wa mwanadamu uko na udhaifu. Listen carefully. Listen carefully. If alikuwa na mwili wenye udhaifu na akili ya kimwili iliyodanganyika kwa wepesi sana, kazi yote unasikia Mungu imeandikwa na manabii, imeandikwa na mitume, imeandikwa na the anointed men of God. Listen, ni kwa sababu kuna udhaifu katika mwanadamu. And God, listen, Mungu binafsi analeta neno ili kuhakikisha udhaifu wa mwanadamu hauna nafasi katika maisha yake. If you are together, raise up your hand. Nataka ukiwa umeinua mkono hivyo useme by power, by what? Ajana na hiyo mtu wako na kielele ni kama tu hajafika mbinguni. Hatujafika. Hatujafanya nini? Hatujafika tu. Mwambie mwenzako tu aje kielele, hatujafika bado. Na mwambie serious, maana inaona ile kwa too much. Mwambie mwenzako tu aje kielele, hatujafika mbinguni. Now listen this carefully. Mwambie tena by power, by what? Kama huyo akona kisirani tu. Mwambie mwingine by power, by what? Mwambie ungeukie yule hapo nyuma. Mwambie by power, by what? Mwambie basi congrats. Mwambie tu congrats. Kama Kiingereza ni shida, mwambie thank you. Mwambie shukrani. Wacha kusema shukrani. Pigia Yesu makofi mazuri. Now our topic today is the God action. The God actions. When his people fall into sin, fall into pit or sin. You can now write. Our topic today is the God actions when his people fall into pit or sin. The God actions when his people fall into pit or sin. Kile Mungu huwa anafanya watu wake wakiingia, kwa kutenda maovu, kuna kile Mungu huwa anafanya. If you are together, nikonolee macho. Now listen to the pamoja. Wakati mwanadamu ameingia kwa makosa, aidha kupitia kwa udhaifu wa mwili ama kupitia kwa shetani, God is never a fool. Mungu sio mjinga.
Anasema yeye ni judge. Sikiliza kwa pamoja, kuna ile hatua bora. Kuna ile hatua anachukua. Na uwezi mwambia, sikiliza, uwezi kuletea kisirani mwambie basi no, Mungu uwezi kunifanyia hivi. Wakati amekupa sheria, ukaigeuka, ukaenda kinyume nayo, kuna ile, sikiliza, kuna kile huwa anafanya, kuna ile sheria iko mikononi mwake, huwa anaifanya. Listen this. The moment you say, listen this, the moment ama wakati ule tu ulisikia there is Jesus Savior. Listen, wakati tu ulisikia kuna Yesu Mwokozi, that is the time that God said that person has born me. Sikiliza twende pamoja. Wakati tu ulisikia there is kuna Yesu Mwokozi, ndiposa hata Mungu alianza sasa kuleta hukumu wake juu yako. Sikiliza, yeyote katika hii dunia alisikia watu wakitaja Jesus, sikiliza, na akakosa, sikiliza, kulingana na maandiko vile inasema kitabu cha Isaia. Wakati mtu yeyote alisikia Jesus, aidha kwa barabara, aidha, sikiliza, aidha kwa kitanda akiwa amelala, aidha kwa moto, sikiliza, aidha akiwa kwa bunge, aidha kwa TV, ulisikia Jesus na ukakosa kuchukua hatua ya kumtafuta na kumjua, sikiliza, lazima Mungu alete hukumu. Baada ya kushauri pigia Yesu makofi mazuri. Now let us proceed. Tutasoma vitabu vitatu. One, we shall read from the book of Psalms, number 7, 11 to 13. Hapo ndipo tutasoma. Secondly, tutasoma Hebrews 5:11. Tutasoma Hebrews 5 chapter 5:11. Not 5. Let me clarify. 5 to 11, sorry. Hebrews 5:11. Hapo pia tutasoma. Kama umeandika pigia Yesu makofi mazuri. Mgusa mwenzako mwambie isitoshe. Mwongeleze Kiswahili vizuri. Mwambie isitoshe. Kama hiyo ndio mwambie alikadhalika. Yeye anasema kadhalika. Kadhalika, yani mengineyo. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians. Tutasoma pia number 11. 1 Corinthians number 11:32. And lastly, angalia mwenzako mwambie lastly. Mwambie lastly, Revelation 3:19. Revelation 3:19. Hizo vitabu nitatumia. I repeat in peace. Psalm 7:11 to 13. Hebrews 5:11. 1 Corinthians 11:32. Revelation 3:19. Pigia Yesu makofi mazuri. Baada hii tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Wakati tuko pamoja. Asante, that's grateful. Kama tuko pamoja, naomba usmile kidogo. Smile. Tafadhali smile kidogo ndio ile tuko pamoja. Wengine badala ya smile wanafanya hivi. Smile tafadhali. Unajua kusmile? Leo unafanya hivi badala ya smile. Sawa. Nipigie makofi mazuri kwa ajili ya
tusimame. Na nataka tusomewe Revelation 3:19 kwanza ndio tuingie katika interpretation. Revelation 3:19 ndio tutasoma ya kwanza, alafu tusome mbele. Na maisani ukifuta usifute topic. Unajua topic ni nini? Sawa. Now Revelation 3:19 tusome. Revelation 3:19. Yes. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be Mungu anasema wale ninaowapenda, wale ninaowapenda I rebuke and discipline. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko nasema Revelation 3:19, wale ninaowapenda I rebuke and discipline. So be earnest and repent. So be earnest and repent. Be earnest and repent. Sikiliza, nataka tuanzie pale tu. Listen vizuri. Listen carefully. Revelation hapo 19 nasema, Mungu anasema wale ninaowapenda. Wale ninaowapenda. Gusa mtu mwambie la. Wale Mungu anapenda, maandiko nasema he sawa. Namba 2, anawapatia kitu kinaitwa discipline. Ndio waweze kufanya nini? Waweze kutubu. Honest to repent. Listen. Wakati sikiliza, umesikia kwamba kuna Yesu Mwokozi. Listen. Na ukakosa kwenda kanisa, ukakosa kuendelea kujua huyo Yesu, that is already a sin. Listen this. Failure. Listen this. Kukosa kutaka kujua mengi, kujua Mungu tayari ni dhambi. Listen this carefully. Kukosa kujua mengi kuhusu Yesu, kukosa kujua mengi kuhusu Yesu tayari ni dhambi. In God, listen, God can discipline you because of that. Wengine wanasema siendi mpaka leo. Wengine wanasema sitaki kusoma Biblia. Wengine wanasema sitaki, I feel I need nothing. Listen, when you feel you need nothing, there is one thing that you cannot say I don't want. Listen, hata wakati unasema sihitaji chochote, sikiliza, wakati unasema sihitaji chochote, listen, huwezi sema sihitaji kujua Mungu. That's already a sin. People wakisema mahali nimefikia, sitaki kuona pastor, sitaki kuona kanisa, sitaki kuona chochote, I just feel to be alone. Listen, you cannot say you want to be alone. You cannot be alone as the Lord says God. But I just feel, maandiko inasema even the times of loneliness the Lord is there. Hata wakati uko na upweke, Mungu yuko pale. Na kwa hivyo hakuna wakati Mungu, sikiliza, ukasema sasa sitaki kujua mengi kuhusu Mungu. Yeyote aliyezaliwa na ako hapa duniani, always you must learn something new from God. Unahitaji kuwa ukisoma kitu kipya kutoka kwa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, tukianza pale, it is sad enough. Yaani kitu yenye usuri. Listen, gusa mazako mwambie usuri. Acha kumwambia usurilization, mwambie usuri. Usuri ni ile kitu inahuzunisha, inautesa moyo wako. Kitu kile kinachohuzunisha. Sikiliza, and you cannot question. Kile kinachohuzunisha na uwezi fanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Unaona majibu wakisema nitafanya utaduru. Listen, unasikia kasha watu wakiuliza nitafanya hivyo utaduru. Listen, kitu kinachohuzunisha na uwezi ukafanya chochote ni hii. Ikiwa umeamini kukaa na Mungu, listen, God will
discipline you using troubles. Mungu huwa anatumia mateso kukuweka laini. Listen. Mungu huwa anatumia mateso kukuweka laini. Anytime you say hautaki, naye anaingia kukutesa kuhakikisha utajua. There's one thing that I fear. Ikiwa Mungu katika Biblia alitesa aliowaweka mafuta ndani yao, na je, watu ambao wanaitanishwa na Yesu, sikiliza, and they don't care. That is where now we are heading to. It is a policy of God, and that's where we're beginning. It's a policy of God. It's a policy of God to use troubles to display enjoy in the kingdom of God. In the kingdom of God. Andika hiyo mpaka tuende pamoja. Andika hiyo. It's a policy of God to use troubles to discipline any joker in the kingdom of God. Yeah, listen, ni sheria la Mungu kutumia shida, sikiliza, kuweza kumleta mtu yoyote, sikiliza, katika kumheshimu. Ikiwa mtu atakaa na Mungu kwa njia ya mchezo, God will apply troubles to bring it close. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, kuna watu wanasema tangu, have you ever had these people? And I don't know where these people came from, ama wanaishi wapi, lakini kile ninajua ni kwamba wanaishi duniani. Yaani unaitanishwa na Mungu na unaleta mchezo. Na sasa unaona umemwacha yule Mungu na unaendelea vizuri. Itafika siku Mungu akufinye kwa ukuta until you mention the name of Jesus. God is not a joker. Listen carefully. Kuna watu wanacheza tu na vitu za Mungu. Ni kama mpira tu unarusha chini, unaweka juu. Listen. God will use troubles. Akufinye mpaka useme Jesus hata kama huko unataka. Listen, nikupatie mfano. Kuna mganga alikuwa anajua nini tu. Alipita kwa crusade na wewe kwa market. Anasikia na anapita. Siku moja mkawa mhubiri akamwambia mganga, wewe tunakujua utafinywa na Mungu mpaka uitane Jesus. Alifinywa na shida akiwa mganga, akakumbuka kwamba mganga aligani mpaka akaitana Jesus. Listen this. If you are ready to be with God, kama uko tayari kuishi na Mungu, usilete mchezo. Ukiamua ni Mungu, amua ni Mungu tu. Because God will use troubles kukuleta kwake. Na kile cha ajabu ni kwamba you never know. Listen, unaweza ukadhani Mungu, sikiliza, unaweza ukadhani Mungu atakuletea umaskini uje kwake, akose kukuletea umaskini, atumie njia nyingine akulete kwake. Now listen this. Have you ever heard ushaisikia watu wakisema Christians are jokers? What? Kwa jinsi ile tunakaa na Mungu wetu. Mara ushara. Listen this. How can someone pick the Bible? Listen. How can someone pick the Bible? Listen. How can someone pick the Bible? Anafungua Biblia kitabu cha Genesis all the way to Revelation. Anaona verse imeandikwa God is mighty. And then all of a sudden, you ignore totally God is not mighty. You go to the witches. You go to your Babu of Babus. You go to your Mother of Mothers. Listen this.
and you depend on your own power, it means God cannot describe who you are. Listen to this. How can someone take the Bible, read only one verse that says God is mighty, and then tomorrow, listen, then tomorrow you just say God has neglected me? It means, listen, it means from mentally, listen, kutoka kwa akili inamaanisha there is a kind of jokes in your mind. Listen, in your heart kunamaanisha kuna kitu kinaitwa mchezo tayari kinazaliwa pale. Listen, we cannot walk with God when we are jokers. Listen, anytime God discovers you are joker, listen, wakati wowote Mungu anakuona umeleta mchezo, listen this, wakati wowote Mungu anaona umechoka, listen, anaweza akakupa siku moja, anaweza akakupa siku mbili au mwezi au wiki, but you must take an action. Lazima achukue hatua. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna watu wanaringa wanasema ndio ni kosa. Yaani umepuuza kumjua Mungu, umepuuza ibada, umepuuza maombi, umepuuza maandiko na ukatilia maanani vitu vya dunia. Ukatilia maanani, sikiliza, mikutano ya siku za Jumapili, ukose kuingia kanisani. God is not silent. The Bible says in the book of Psalms 37:30, then God will laugh because he sees he will destroy you. That's why you see, wakiangalia idadi kubwa katika nchi ya Kenya na nchi zingine, or rather let me say Africa, wale wako na mateso mengi ni watu wanaohitajishwa na Yesu. Why? Because of joking. Because of being a joker. Uliza mwenzako, are you a joker? Wachana na ile ya history ya joker, joker, hapana na hiyo. Hiyo ni ya Kijaluo, the Lord groups. Mimi ninasema hii ya joking, ama kutumia Kiswahili, ambia mwenzako, wewe ni mtu wa mchezo. Muulize sana. Unamuuliza ni kama unamjua. Muulize tu. Mwangalie uone upime tu kwa ukitumia thermometer ya kiroho. Upime kama ni mtu wa mchezo. Mwambie nakujua. Je, unanijua? Muulize tu, mwambie nakujua. Je, unanijua? Kuna watu wanasema parts of the same feet are close together. So, nini wote ni jokers? Pigia Yesu makofi mazuri. Basi nataka tusonge mbele. You can write this. You can write this. Like this, God will protect the upright in heart. Pigia Yesu makofi mazuri. God will protect the upright in heart. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka nikutume mwambie atakata pale tunaendelea na injili wakati baadaye. Kimbia, pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, God will protect the upright in heart. Underline that. God will protect the upright in heart. God will protect the upright in heart. Sikiliza twende pamoja. Mungu atalinda wale ambao mioyo yao
ni safi. Listen. In other we can say God is a shield. God is a shield to the upright. To the upright in heart. Anatuanzia pale. Sikiliza. Hakuna vile Mungu atakosa kuwa mwaminifu. Hakuna vile Mungu atakosa kuwa mwaminifu. Hata kidogo. Wakati wowote Mungu atakuwa mwaminifu. Na sikiliza, wakati nasema God protect the upright in heart, Mungu ni mlinzi, analinda wale walio na mioyo safi. Listen, this is very funny and this is also shocking. Na ukiwa hauna moyo ambao ni msafi, Mungu atafanya nini? Ikiwa Mungu anasema nitake Zaburi 7 kwamba Mungu analinda walio na mioyo misafi, the upright in the heart, na ukikosa kuwa msafi katika moyo utafanya nini? Now listen this. Ikiwa siku moja kutakuja, sikiliza, kutakuja nguvu za shetani zinazofanya kile tunaita attack, listen, zinafahamia, listen, kanisa. Ikiwa Mungu atapata watu sio wasafi kwenye moyo, hizo nguvu zitapata nini? Hii sheria ya Mungu ni kali, but we must adapt. Listen, anasema ikiwa mtu ako na moyo msafi, huyo mtalinda. Je, ukikosa nguvu zozote ni za giza zikija, ikiwa moyo sio msafi, yuada. Mtu mmoja aliuliza, na ikiwa ninaenda hata kanisani na itanishwa na Yesu, kwa nini pepo itoke huko baridi ingie kwangu? Listen, kwa nini ifanye hivyo? The act is not upright. Kama moyo sio safi, hiyo itafanyika. Pigia Yesu makofi mazuri. Mara tusonge mbele sasa. Unajua kwamba ndio Mungu akulinde. Ndio Mungu akulinde na uchawi na uganga. Ndio Mungu akulinde na maovu. Ndio Mungu akulinde na chochote kinaweza kikakuangamiza. Then you must portray a very firm character of the heart. Moyo wako lazima uwe safi. Write this down. During judgment, write this. During judgment, God will only protect those with clean hearts. You write that. During judgment, wakati wa hukumu, Mungu atalinda wale walio na mioyo misafi. And also will defend them. And also he will defend them. He will defend them. Na nataka uangalie pale. Strictly enough, nataka uone. Ikiwa mtu yeyote sikiliza akakosa kuwa msafi kwa moyo wake, listen, defense ni protection. Nataka nikuonyeshe hapa kwa kutakuja. Now listen, angalia hapa. Huyu ni kabuta. Nataka ufanye drama hapa. Panda juu. Panda hapa. Nataka nikifanya hivi naweka mkono. Sawa sawa. Nikifanya hivi tunaweka mkono juu. Sawa, wakati nataka kumchapa kofi, anaweza akanizuia mkono nisimuumize. Tuko pamoja. Badala ya kumchapa kabuta hapa, nitamchapa mkono. Tuko pamoja.
bibi yake usishangae sichapi tafadhali. Na angalia hapa, wakati nataka kumslap atazuia na mkono, badala ya kumchapa nitachapa nini? Mkono. Listen. Ikiwa mtu yoyote kachini, ikiwa mtu yoyote moyo wake utakuwa safi, chochote kinachokuja kibaya huwa akimpati, huwa kinapata Mungu, na Mungu anamalizana na hiyo. Pigia makofi mazuri. Second trial, kuja mara ya pili. Now listen, ikiwa moyo wake sio msafi, usiinue. Shetani akitoka kule atapita tu direct, because moyo uko na shida. Ati watu wengi wanajiuliza maswali. Mungu anasema ni mlinzi, Mungu anasema ni protector, mbona ameachilia Wakristo na wafuasi wake wakae katika hali ya kuteseka, wakae katika hali hiyo? No. In fact, God is very faithful. In fact, Mungu hana makosa yoyote. Anasema kwamba always is honesty. Alichokiona kwa mwanadamu anayekanishwa na yeye ni moyo usio safi. Kuna vitu vingi zinaonyesha kwamba moyo usio safi. Mtu asiyependa maombi, mtu asiyependa kuja katika ibada, mtu asiyependa kutii sheria ya Mungu, moyo uko na shida. Now listen this. Ikiwa watu wa dunia wataamua kututesa kulingana na kitabu cha Proverbs, if the wicked will reign, then for us Christians we serve what? Shida ni mioyo yetu. Ikiwa Mungu anasema katika kitabu cha Kings kwamba yeyote atakaa katika moyo wake akiwa msafi, kuna nguvu, sikiliza, iliyomeremeta kama umeme itashuka kwake lishe na kukaa ndani yake. Kwa nini isikuwe kwetu kama Wakristo? A question that we can think about. Pigia Yesu makofi mazuri. We can still write this. Our shield is the Most High God. Our shield is the Most High God. Most High God. Mlinzi wetu, our protector is God himself. So wakati shetani ameamua kutuma mchawi, huwa inafikia Mungu. Nataka nipatie hapa njia tuweze kuelewana vizuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka nikuonyeshe hapa wakati wanajua PI, wakati wanajua asali inatengenezwa na nini? Nyuki, si ndio? Ukienda kwa mzinga si pombe. Mahali asali inatoka sio pombe, sawa? Usiseme ninauza mzinga no. Kuja utakuta nikutumia tu kidogo. Kama kuja na hiyo kiti. Kama beba kiti. Now listen, tuseme hii ni mzinga. Listen, kaa chini hapo. Ukienda mahali kuna nyuki, sikiliza. Ukitokosa nyuki, sikiliza. Zile nyuki huwa zinatoka zinakuja kwako. Listen, wakati mimi nilikuja mtituni, sikiliza. Listen this. Nilikuja kutokosa shetani. Listen. Yule shetani, sikiliza tole pamoja, huwa anaamka ili kukabiliana na mimi, because ni mimi nimekuja kumchokoza. Listen tole pamoja. Na wewe listen, Mungu anajua kwamba uko chini yangu. Listen, wakati zile nyuki zimetoka, maana ni mimi nimechokoza. Ukikosa kusafisha moyo, sikiliza, sina kuvamia wewe na mimi. Listen, sikija kwangu kwa sababu niko na anointing ndani yangu. Ninafundishwa na Mungu jinsi ya kutii nazo.
Lakini wewe ile sheria nimekupa ya Mungu ukikosa kutii, sile nyuki, sinajua kuna kasi. Listen, kachini. Kwa nini? Listen this carefully. Kwa nini wakati mtu anaongea vibaya kuhusu hili kanisa, aongeani kuhusu wewe, anaongea kuhusu wewe? Hata nikiwa na my brother pale, ukisikia kanisa ni baya, yeye asemangi ni mimi kanisa ni baya. Ikitokea kanisa ni nzuri ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Maana zile nyuki, zile mapepo, ule uchawi, ule uganga unamlika yule aliyewachokoza. Listen, same way happens to God. God is your shield. Mungu ndiye anakulinda. Ikiwa shetani atakufahamia, ikiwa mganga atakufahamia, ikiwa mambo maovu yatakufahamia, listen, huwa yanafikia Mungu kwanza ndio yakuje kwako. Lakini ikiwa moyo wako sio safi, Mungu anaachana tu yakuje. And that's the worst part. Listen this. The worst part of it. Listen. Yani kile kinachoshangaza sana kwa wanadamu ni kwamba Mungu akiona moyo wako si safi, wacha maovu ikuje, ikutandike, ujue kwamba umekosea. Siku moja Daudi akatandikwa na shida, akatandikwa mpaka kumwambia Mungu, niko ndani ya shimo ya mateso. Listen, the book of Psalms 40, Daudi alitandikwa na mateso mpaka kumwambia Mungu, niko ndani ya matope katika shimo, nimetandikwa na shida zinaniandama. Maana tunasema na Daudi akaanza kumwambia Mungu, I know, ninajua kile nimekukosea. Ninakuita tu, ewe Bwana wa majeshi, kuja kwa haraka. Ukisoma Psalms 40 nasema, anamwambia Mungu, kuja kwa haraka, unipatie kichapo yangu na uniondoe. Pigia Yesu makofi mazuri. Daudi anamwambia Mungu, come quickly, discipline me, then raise me out of this trouble. Now listen this. Ni wakati ambao wanahitajishwa na Mungu, wanaisajua kwamba wamemkosea Mungu, wamwambie Mungu, nichape kiboko nisikie hivyo, lakini uniondoe pale. Watu wengi wanasema ondoa. Siku moja Daudi akajaribu kumwambia Mungu, ondoa. Mungu akaja akamwambia, kusoma pale maandiko yanasema, Mungu akaja akamwambia, discipline is a must. Even if I have to rescue you, I have to discipline you. Now listen this. God is our shield, and the Most High is our shield. Pigia Yesu makofi mazuri. My son, I'm waiting for you. Now, nataka uandike hii. Twende pale kitabu cha Psalms 7. Sister, nataka kusomea. Psalms 7:11. Yes. God is a righteous judge. God is a righteous judge. Listen. A God who displays his wrath every day. God is righteous judge. Next. A God who displays his wrath every day. A God who displays his wrath every day. Kama hiyo Biblia yako, underline every day. God expresses his wrath every day. Expresses his wrath every day. Now, underline that. Every day. Underline every day. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko yanasema Mungu katika kutoa hukumu. Sikiliza, as long as moyo sio safi, listen. As long as akili yako na moyo wako si safi, basi uwezi kumwambia Mungu egemea upande wa mapendekezo.
Kwa Kiingereza nasema pious. Listen. You know, kuna kitu listen nikueleze hapa. Unaweza kwenda kwa rafiki yako ukamwambia, ingawa nimekutendea haya yote, basi nisamehe, na nakusamea na hivyo inaisha. Huyo ni mwanadamu, ako na weakness. Kwa Mungu ukienda kumwambia nisamehe, sikiliza, mnaanza na ile kosa ulifanya, anakuchapa kidogo na anakusamehe. Listen, God must discipline you first, then he forgives you. Na ndio naona listen, anasema God expresses his wrath every day. Mungu ni jana, leo na kesho, na uweze kubadilisha. Anasema is a righteous judge. Ni wakili ambaye asiye na makosa. Na akiwa ana makosa, basi atafanya kulingana na vile anaona mambo yako. Now listen this. Hukumu huo unafanyika kila siku. Now listen. Ikiwa Mungu anakupenda, for example, leo mtu amekosa kuja kanisani, na ikiwa Mungu anakupenda, hiyo siku umekosa kuja kanisani, huwa inaandikwa mahali, listen, inaandikwa na hukumu yake. Kile siri ni kwamba, listen, siri ni kwamba ujui ile siku hiyo kitabu inakuja. Haya tufanye mfano. Wale mama mko na watoto, unapata mtoto amekosa, na unajua ukimuita wakati wa makosa atakimbia, unamgoja akae, kesho yake unamtandika. Ile Yesu makofi mazuri. Then angalia kwa Biblia vizuri. Ikiwa umemkosea Mungu, baada ya hiyo siku, sikiliza, makosa yako huwa imeandikwa na michako yako inaandikwa, na ujui na inaandikwa siku gani itafanyika. Listen, siku gani itafanyika. Now listen this, nikupatie mfano. Have you ever had this scenario? Listen, have you ever had this scenario? Listen this carefully. Kuna watu, sikiliza, unaweza kuomba Mungu akupatie kazi. Unaweza kuomba Mungu akupatie kazi leo. Twende pamoja. Unaweza kuomba Mungu akupatie kazi leo, alafu ile kazi ikuje tarehe 1 Disemba, na upate kichapo yako ilikuwa tarehe 1 Disemba. Badala ya kwenda kazi, sikiliza, unaanza kutatua shida. Kwa hiyo, kwa nini, sikiliza, kwa nini watu wanaomba wanamwambia, au kwa nini Daudi alikuwa anamwambia Mungu nichape kwa haraka na uniondoe katika shida? Ndiposa mambo yale mengine yakiendelea, asiwe na hukumu yake tayari iko, ama kichapo anachopaswa kupata iko. Now listen this. Listen this. Watu wengine wananiuliza maswali hapa na pale tangu nianze kuhubiri. Kwa nini ukija kwa Mungu, listen, unaweza kuja kwa Mungu ukiwa unapata kazi ya mshahara wa 10,000, Mungu anaileta 5, kutoka 10 to 5. Anataka aanze na wewe pale. Sikiliza. Kwa nini anaanza na wewe pale? Kuna siku ulipata 10-15, ukaleta joke, ukaleta mchezo. Kwa hiyo lazima muanzie pale, akuonyeshe yeye pia si kidogo. Lakini Wakristo wengi wanapenda ile kusema ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema. Kwa listen, Mungu ni wa neema ikiwa, listen, you don't talk. But when you are joking, there is no grace. When you are joking, there is no grace. Listen, mimi naweza nipatiana mfano. Kuna siku nilipatana na shida hapa mtituni, nikaamua kuondoka, niache mtituni, niende zangu bila kuambia watu. Naona it is too much. Kazi inahitaji pesa mingi hii. Sikiliza, washirika ule kwa wao analeta 5 kuna mtu alitamani shilingi sadaka. Tukitoka pale anaenda na kunywa supu na chapati. Na mambo ni magumu. Naambia Mungu, if we continue like this, I am quitting. Na nikaquit. Na sikuambia mtu yoyote. But the way I suffer, I cannot explain. Now listen. Na ninajua mimi naongea na experience. You cannot listen. God, you cannot twist God. Listen. You can twist me, but you cannot twist the Spirit of God.
nawe hii iko hivi, lakini you cannot twist the spirit of God. Roho wa Mungu is a righteous judge na anapitia katikati. Ndio wengine wanaimba wakisema neno la Mungu ni upanga, inakata pande zote mbili, na ukikatwa na moja unaanza kulalamika. Sikiliza, nimeona kitu chini ya jua. Ukiambia watu neno la Mungu ni upanga, itakata maadui, anasema amen. Listen, kuna kitu cha ajabu nimeona chini ya jua. Ukiambia watu neno la Mungu ni upanga, sikiliza, itakata maadui, wanasema amen. Ukimwambia neno la Mungu ni upanga, moyo wako sio safi, utakukata, anasema oh, naambia cha kingine. Hata ukiambia cha kingine, you cannot fool God. It remains the same. Labda uende kwa yule mhubiri ambapo ajui mambo ya kiroho, atakwambia things shall be well, things shall be well. Wapi? Mungu anapenda ule ukweli play. Ule ukweli ndiposa atendee na watu. Ikiwa sisi kanisa hili, ikiwa hawa watu wako hapa wote na wale wengine wanaokuja tutamwona Mungu, we must be walking in truth. There should not be a lie. Listen, mahubiri lazima ikate mtu aondoke kanisa, aende apate kitabu yake ya Mungu, arudi tena ang'ang'ane vile anang'ang'ana tu, lakini the truth lazima ipatikane kwa kila mmoja ndiposa ajue siri za Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, the wrath of God, kichapo ya Mungu, punishment of God ni ya kila siku. Ile mapendo babia na masheke rakatango Sunday, listen this. Kile chochote mmekosa leo, baada ya leo huwa inanakiliwa na unaandikiwa your history. Remember this, ikiwa mtu yoyote atakuwa msafi katika moyo, then God is happy. Siku ikiisha unaandikiwa mazuri. Ikiwa leo itaisha utatenda mazuri, rekodi yako iko proper, iko sawa. Kile kitaandikwa hapo chini, sikiliza. Kile kitaandikwa hapo chini, sikiliza. It is goodness in the hands of the Lord. Luke 1:50. Luke 1:50 inasema God is merciful to those who obey him. Mungu ako na huruma kwa wale wanaotii. Listen, na ikiwa siku itaisha, Mungu aone leo umemtii yote. Listen, itaandikwa nini? Kama nitakuta ataandikwa nini? Have mercy. Listen, have your blessings. And then things begin to change. Na kuna kitu nataka kutaja hapa. Kuna wale wa Kristo wanapenda backsliding system sana. Listen, kuna wale wa Kristo wanapenda wakianza safari ya kanisa na ibada na kile kitu na prayer, wanakataa mwezi mmoja alafu wanaingia katika backsliding corner. Listen, you are stepping on a dangerous side of God. Mambo badisha na maana uso. Listen this. That is a joke. Mimi naona wanasema praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, touch. Praise the Lord. I am pleased to be with you. Na nitakuwa nakuja ili kanisa. What a kind of a joke. The next Sunday, listen, the next Sunday, that person is not there. Where are you? You know Mungu, backbone, you know what? And I ask myself, kwani hata mimi nikiwa mhubiri, wakati nimesimama hapa, nani amemwambia Mungu hakuna uchungu? Listen my friends, ninasimama hapa, ninachoka kama wewe vile unachoka. Kazi ya nyumbani nafanya kama wewe. Listen this. Kazi naenda kama wewe, na ngoja mshahara kama na ninachoka kama wewe. Kisirani ya kusema iliamuka nikasikia huku na huku na huku, it is a nonsense the Lord. Listen, lete bandima shanda la ukali bayani Masaya. We see a prophet by the name Elijah. Nimsikiliza, wakati alikimbia kujificha, Mungu alimwonyesha akiwa na vichoro, akamwambia kuna kazi na ulikome. Wake up and go. Even if you are tired, wake up and go. Even if you are stressed, wake up and go. And for us believers,
Listen, tumekuwa choka sana. Listen, you cannot, yani unakuja kwa kanisa, unaweka agano na Mungu na mwambia, God, you have given me Apostle Daniel to be my father. Listen, and I will be coming here, and I will be supporting the work of the Lord. The next 3 days, you forget whether you have said anything. You forget. Lakini unakumbuka tu ni birthday date, siku za kuzaliwa. Unaona tu kwa status my birthday. Hata uwezi sema siku ile uliingia kwa kanisa hii ni siku gani na date gani, yani my birthday, siku ya kuzaliwa kwako. Listen this, ikiwa umezaliwa, ushazaliwa, hata usipokumbuka birthday, usipokumbuka siku ya kuzaliwa, that is none of your business. You are already born. You are already in Kenya. Pari uko dunia. There is nothing you can change. Mtu mwingine aliomba akiwa yeye ni mwanamke, anaomba hawe mwanaume. You cannot do that. Already you are a woman or you are a man. Pari wewe kakuta mwanaume. You cannot fool God and say, I am not praying to be a woman. Hata uweke hizo vitu kunasema sijui za rasta, mimi uweke hizo vingine huku na upendi huku nyuma ungai mwanamke ya kutofanya hizo. But you cannot fool God like that. Now listen this. Watu wanakaa duniani and they think God can understand. Mahali kuna sheria, God will not understand. Listen this. Mungu hawezi elewa mahali kuna sheria. Ikiwa alisema imechoka tutaonana, nitakufinya kwa kona, then you cannot change. Mane shege vimayandalos. Listen this. Kwa nini Mungu anakupa kichapo? Sikiliza. Ndio siku ya kuhukumiwa kwako. Listen. Ndio siku ya kuhukumiwa, usihukumiwe hiyo dhambi. Sikiliza, very important. Dhambi yoyote haujapata kichapo bado hujasamehewa. Nataka nimeke very clear. Ikiwa kuna siku ulikosa kanisa bila sababu ya Mungu, listen, mpaka upate kichapo ndio tuseme umesamehewa. That's how God operates. He is a merciful God and those who are in Luke 1:50. Ikiwa kuna siku ulidharau maombi, listen, wakati umepata kichapo, listen, then you are forgiven. How many are mothers here? If you are mother here, raise up your hands. Wakati umekasirishwa na mtoto, unamuuliza mbona unamwanga unga leto, unamwanga unga, alafu unaona mzazi sasa kufanya jambo, sema nenda haraka uende unga ingine. Sasa hiyo tayari amesamehewa. Hiyo coffee ni forgiveness. Unapata mtoto wako anacheza na maziwa na umenunua 200, unakaribia kwake, unajua utafuta pesa, unajua ukimaliza hiyo sasa tayari ushasamehewa. Unamwambia I am your father, I am giving you this way. That's how God works. Unacheza na maombi kidogo, dhambi kulipa yake, that's forgiveness. Unapoishi kwa fungu la kumi, that's forgiveness. That's how God handles things. Don't fool God. Tunaimba tu hapa, mighty God, we have a mighty God. Then you don't even want the song. Nani alikuambia ukiwa na Mungu na ukikubali kutembea na Mungu? Nani alikuambia atupeleka mchezo hivyo? Ikiwa watu wako kanisani na wanasema we have a mighty God, it is a command that you must say. Angalia kanisa iliyojengwa na Solomon, waimaji waliingia wote.
Maandiko yanasema they were singing. They were praising. Maandiko yanasema na utukufu wa Mungu ukaingia kwenye hekalu. Maandiko yanasema the singers walikuwa hapo wote chini. Maandiko yanasema mpaka Solomon mwenyewe akanita, akapiga magoti, akainua mikono. That's what the word says. Bwana ulitushanga na yarusi. But listen, the fun thing here. The fun thing here, listen. The very fun thing here, listen carefully. The very fun thing here. Kitu ya kushangaza ni Christians have become, followers of Christ have become don't cares. People who don't care. Unaenda wapi mimi wa Catholic? Unaenda wapi mimi wa NDC? Unaenda wapi mimi wa Jehovah's. Listen, those things, those names, they don't even exist to God. What matters, listen, what is our church? The body of Christ. And then what is the body of Christ? Spirit. Spirit ya Mungu. Listen, the deeper matters a lot. Mimi nikiwa mchungaji na nikiwa mtume hapa, mimi sijaitwa kwa sababu ya watu kama hawa, kumetaja kama hawa. Nimeitwa kwa vikundi vikubwa sana. And that's why hata ukianza kanisa nilikupigia kuleta shida mimi sina hiyo wakati wa kufuata, because according to God men are coming. Siku moja nikajiuliza, mbona kwa kampuni mtu alileta kazi kuna leto mwingine? Kampuni dedima handu kalimashande kabianda na busara. Lakini ile kampuni ya mchezo unaacha mpaka unatumiwa mtu kukulie pa. God is not a joker. The system of God works seriously. Pigia Yesu makofi mazuri. You can write this. You can write this. Everything you do, God will take an action of judgment. Everything you do, God will take an action in this renewal. You cannot listen. Ikiwa ulikuja hapa nikakwambia Ephesians 4:30 inasema do not grieve the Holy Spirit. Usimkasirishe Roho wako kwa kufanya vitu vile unavyotaka. That's already sheria. Hiyo ni sheria tayari. Ukiifucha, so God will work out. We work it out. So everything you do, God will take an action in this video. So what is forgiveness for a believer? What is forgiveness if you are a believer? What is forgiveness? Forgiveness if you are a believer. You are a believer. Nini kile kinaitwa msamaha kama wewe ni believer? It is punishment. It is punishment for your mistake. Siku moja nikaona mzazi mmoja kule sehemu za Kiambu. Nikaona huyo mzazi ni kama ako na spirit ya Mungu ndani yake. You know, alimwambia mtoto wake Wambui, ujue Wambui, mtoto alikosa Januari, akakosa makosa ingine mwezi wa 6. Nikataka nimwambie Wambui, nakumbuka ile kosa ya Januari. Kumbe hapo msamehe. Yaani ile ya Januari iko, lakini ile ya Februari alimchapa haiko. Listen, nikaona huyu mama ni kama ana operate na spirit ya Mungu. Ni kama ana operate, yani kumbuka Januari kuna kitu ilitenda. Listen this. What is forgiveness if
if you are a believer, kama tayari unamwamini Mungu na tayari wewe ni mfuasi wa Yesu, kusamehewa ni upokee punishment yako, upokee salama ikiisha, basi umesamehewa. Ukikosea Mungu na wewe ni wake, akose kukupatia kichapo notice, kuna uwezekano hauko kwenye kitabu cha uzima wa milele. God must discipline his followers. We need to read somewhere else. Nikisoma pale, read for me Hebrews 12:5. Waebrania 5:11. Read for me. Waebrania 5:11. Maandiko yanasema nini? Waebrania 5:11. Amen, sister. Hebrews 12:5. Yes. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you." Do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema do not. Sikiliza vile Kiingereza, dunia ya Kiingereza vile iko. Ifasha. Kwa mstari wa 5 ifasha inasema, "Have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? Says, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves." Pigia Yesu makofi mazuri. Yaani maandiko yanasema umesahau. Yaani ni kuwakumbusha umesahau sheria inayosema. Listen. Ni kama kuuliza mtu umesahau sheria inayosema. Sikiliza. Umesahau sheria inayosema yule aliyekuzaa, ambapo ni Mungu mwenyewe aliyekuzaa kiroho, lazima akupatie kichapo. Na maandiko yanasema usikose, do not lose heart. Usiwe kitaa. Usiwe kama nimefika mwisho, ikiwa Mungu amenitandika ya kutosha, wacha niachane na wokovu. Maandiko yanasema do not forget. Usisahau sheria inayosema Mungu anawachapa vichapo anaowapenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna watu wanapokea vichapo sana kwa Mungu mpaka wanaachana na wokovu. Ukipokea vichapo sana, sikiliza John. Mungu akikupatia kichapo sana, alafu kumwacha ndio sasa umeharibu. Maana atakutandika ya duniani na akutandike kwenye ziwa la moto. Tabu ya dunia na kule. Baada kulibayana bashadi. Ukisoma Biblia, kwa nini mtu aliyepakwa mafuta kama Musa, mwingine aliyepakwa mafuta kama Elisha, mwingine aliyepakwa mafuta kama Elijah, na wengine mitume, mbona wanapokea kichapo wakati wanakosa? And those are anointed men of God. What of a follower? God is not a joker as we think. Maandiko yanasema, na mimi ninaona hii iko kwa Kristo sana. Naona hii iko kwa Kristo sana. Wakristo wamesahau, sikiliza sasa. Wakristo wamesahau sheria inayosema, sikiliza, ukikosa kichapo lazima. Lakini wanataka sheria inayosema Mungu anasamehe dhambi zote. Do you know what is forgiveness? Ikiwa uko katika kanisa kama hii na unaamini Yesu, bora hii kanisa ni ya kweli. Listen. Punishment must come so that you forgive. Ukiingia kwa Mungu hivyo, anything you do, there is punishment, so that you don't lose the final judgment success.
Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka nisomewe tu 1 Corinthians 11:2. 1 Corinthians 11:2. Baada Sunday Deus. 1 Corinthians 11:2. Maandiko yanasema nini? Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. Kiingereza hata ni wasomee, mimi niko na mbili kidogo tu. Includes 1 Corinthians 11:2. Sikiliza na zungumza tu kwa sauti nzito. Sikiliza vizuri. Verse 32 inasema hivi. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen. Watu ambao hawana Mungu, listen this carefully. Mtu yoyote ana Mungu seta. Mtu yoyote anaenda kanisani, akikosa, akifanya vita, anafungiwa jela. Sikiliza, anawekwa fine. Huyo ni mtu wa dunia. Naye Mungu anasema anafanya hivi. Sikiliza. Maana sikiliza, ndio dunia isiweze kutuhukumu. Now listen. Nani alisema? Unajua watu wanasema Hebrews. Wanasema he was bruised so that I can be healed. Yani Yesu, sikiliza, yani Yesu alipata mateso akamwaga damu ndio nipone. Punishment ni kupona. Halo? Watu wanasema Yesu alimwaga damu akamwaga ndio nipone. Unaona wimbo tunaimba hapa? Tunaimba anaponya Yesu, anaponya Bwana, anaponya Yesu, anaponya. Fika hapo tu. What is to heal? Ukikosea Mungu, punishment is part of it. Punishment is part of it. Listen, mimi wakati mwingi nimekuwa nikitembea na Mungu mostly wakati naingia kwa shida. Listen, ile jua ninafaa. Listen carefully. Kile ninafanya nini? Ninajiuliza ni nini nimekosea Mungu, niweze kuianza kwa haraka isiendelee kuongeza punishment. Lakini Wakristo wa leo, listen, mimi sijui ni shetani amekuja na mkia pamoja na vichwa 10 ama nini, but we have a problem. We don't want to hear that the Lord can discipline. We don't want to hear that God can punish. Mtu yeyote kisikia mhubiri anasema kichapo ya Mungu inakuja kwa sababu mmemkataa Yesu, unasikia wewe mhubiri ni dangerous. Unajua Yesu ama Paul kuna mahali aliingia akahubiri, akakamatwa na watu, akatupwa kwenye kichaka ndio akulu na fisi. Kile kilimsaidia kitu kimoja, mwingine akamuokota akamleta. Yule aliyesema wamtupe, maandiko yanasema akasema wacha kama anahubiri Mungu na tumemchapa, ameona umeokotwa tena, ako sawa, wachana naye. Kuna kitu nilichangaza chini ya jua, kitu kidogo tu, tena kupatia mfano mzuri. Kitu kidogo, na hii inasumbua wanawake sana. Mwanamke amepokea roho. Listen, anachapa kwa vipili na mumewe, anaambiwa usiende kanisa hiyo, na anatulia kwa Roma. Mimi tu, si mingi, anapewa right left, tulia kwa Roma. Hakuna kanisa utaenda na anatulia. Lakini wacha Mungu ampatie mwili tata. Mungu hatuwezi enda hivyo.
Nilienda kwa huyo mhubiri baada ya kuingia kwa hiyo kanisa na tefele akasema it cannot work like let me go. Tunaanza kufuata kwa TV. Ukiona mhubiri anasema it shall be well with you. The glory of the Lord is coming upon you. Unafuka mto wa Jordan. Niliona mahali pengine kuseti kuhubiriwa. Mchungaji anasema unaenda kuvuka Jordan leo. Listen this carefully, nataka tu nimalize. Listen this carefully. Listen this carefully. Listen this carefully. John, you are forgetting your work. Now listen this carefully. Mhubiri akaja akasikilia watu, leo mtafuka Jordan. Nikaona watu wameanza kuweka miguu. Nafuka, sema nafuka. Nafuka, sema nafuka. Nafuka. Aya, onyesha kwa ishara. Tuanze kufuka. Nafuka, nafuka. Wengine wanaruka wanasema nimefuka mchungaji. Yes, na pili nimefuka. Nimefuka. Wengine wanaruka mpaka wanaanguka. Listen this. That is a drama. Ni drama isiyo na chanzo katika Biblia. Isiyo na nini? Na chanzo katika Biblia. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, listen this. Tano walije hii. When you refuse to obey God, when God brings trouble, for you to change, for you to repent or change, then you deny. What happens? What happens? Nakusomea tu. Wakati Mungu analeta mateso kwako ndio ubadilike na unakataa, nini huwa kinafanyika? Wakati Mungu analeta mashida kwako ndio ubadilike, nini huwa kinafanyika? Sister, tusomee Psalms 13:12. Psalms 7:13. Psalms 7:13. Psalms 7:13. Psalm 7:13. Sikiliza. He has prepared his deadly weapons. Yes. He makes ready his flaming arrows. Sikiliza vile maandiko yanasema hapo 13. He also prepares for himself, listen, instruments of death. He makes his arrows into fiery shafts. Bwana Yesu asifiwe. Now 12. Tusomee 12 pamoja na 12 and 13. 12. Yes. If he does not relent, kama hautatubu na kumrudia Mungu, he will sharpen his sword. Anasharpen tena. Sikiliza. Anafanya upanga wake ukue. Sikiliza. Ukue mkali zaidi. Yes. He will bend and string his bow. Anachukua uta wake tena. 13. Fika tu hapo. Write this. When God brings trouble for you to repent or change, then you deny. What happens? Maandiko nasema he sharpens his sword. He sharpens his sword. Kwa Kiswahili, what is to sharpen? Kwa Kiswahili, sister, unaandika what is to sharpen? Kwa Kiswahili. Ati kuna namba. He sharpens his sword. What is to sharpen? Kutia makali. Mbona unajua? So he sharpens his sword. Can I write that? He sharpens his sword. He bends back the bow. Bends back the bow. Bends back the bow.
salt, then pack the ball, and then makes ready the deadly weapons and the flaming arrows. Makes ready the deadly weapons and the flaming arrows. That is God. Check there. Flaming arrows. Check that form. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. He sharpens his sword. Wakati Mungu amekuletea shida ukasema unaona mtu ameacha Yesu, ameacha Mungu, na alafu anasema ameacha kanisa. Alafu shida zinakuja anasema siwezi rudi hiyo kanisa tena, siwezi rudia Mungu tena. Then Mungu anafanya nini? Anaona wewe mwanamke, wewe mwanamke, wewe mwanaume, hiyo ndio umepanga haya. Ananoa tena, anatia makali tena, anaweka upanga, anachukua uta, anaweka sete, na anaweka flaming arrows. Sikiliza kwenye pamoja. Akoredi sasa kukuharibu vile unaiona. Mungu anaona hii mtu nimemletea discipline akakosa kubadilika. Sasa wacha tuone. Ni kama serikali ya Kenya ikikupatia punishment na inakutoa kwa jela, alafu sasa unaenda unafanya kitu kingine mbaya, unaua watu. What next? Death sentence. Unahukumiwa kifo. Hiyo ni binadamu. Mungu kiroho anasema nini? Akishakupatia discipline unashindwa kukuja proper. Mungu anafanya kitu kimoja. Ananoa tena, anatia makali tena upanga wa neno. Namba 2, anachukua uta. Nini ako tayari kuachilia? Maandiko yanasema deadly weapons. Atakulipua vizuri sasa. Na Mungu tayari ni kwamba kusoma kitabu cha Kings na pia Chronicles. Utaona kwamba Mungu angojii ule wakati unajua. Mungu angojii ule wakati unajua. Anangojea when you think you can. When you think you are okay. When you think uko sawa, hiyo ndio siku anangojea. Anakulipua unaishi. Sikiliza moja kwa moja. Kuna kitu nishafundisha mimi wakati wangu wa kuhubiri nikiwa form 4. Nikaambia watu siku moja uache kanisa na ukue tajiri. Listen. Mungu huwa alipui maskini, anangojea utajiri, unaweka ghorofa, unaweka kila kitu, unakuwa set. Alafu anaingia kwa vita. Uko na pesa ndio unikataa uende kanisa. Uko sawa kufanya kazi kila kitu haya. Ninakuja. Unafiekwa mpaka unaanza kuomba chofi. Sikiliza, kuna kitu mimi nimeona na imekuwa ikinitatiza sana kwa maombi. Listen. Hii imekuwa ikinitatiza kwa moyo na kwa maombi. Listen. Mtu anaanza kanisa. Alafu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili anapata pesa vizuri. Mimi kile kinakupitia kwa akili ni kama Mungu anakuruhusu utajirike kidogo. Ndio muonane vizuri. Maana hawezi kukuonyesha ukiwa hivyo. Na ikiwa utaacha kanisa na ukue maskini zaidi, Mungu anakurudisha tena. Ukienda kanisa siku moja uone umeanza kuwa tajiri na umeanza kanisa, you are stepping on a danger zone. Inaweza kuwa mambo ndio itaharibika without your knowledge. Siku moja niliona mzee kule kwetu kila Sunday ya kanisa anapanda, analima, akawa na mali, watoto wakaenda university kila kitu. Siku moja akilima, alikuwa ana ng'ombe nini, akisema kama hivyo akasikia ni kama tumbo inamletea shida. Akainama nje akasikia hapa. Akastop, na ilikuwa na Sunday na kumbuka saa 7:10 hivyo. Saa hiyo akaketi, akaona blue, akaketi. Nguvu zikamwishia.
ng'ombe zikaenda kidogo zikaanza kufanya kazi. Alikuwa analima peke yake. Sikiliza, alikaa pale mpaka bibi yake akatoka kanisani. Akauliza fulani aliyakula saa 7. Akaenda shambani akapata ng'ombe zilisimama zikachoka, zikavuruta ile fulao, zikaingia kwa msitu, zikaanza kukula. Yeye amelala, mahali amelala kuna jua. Mara moja akapelekwa hospitali. Lishe, akiwa hospitali akaita daktari akamwambia, mimi imefika wakati nikufe na ninaenda jiona. Mke wangu aambiwe sina ushirika mzuri na Mungu, na aambiwe kwamba nimeenda pale nilipo nitafutie kwa kudharau Mungu. Huyo ni Mungu alimwongelesha, akamwambia ugonjwa utakutesa kwa miezi 3. What happened? Sasa mimi alipotoka hospitali ndio nilienda kwake, maana nilikuwa rafiki wangu sana. Tukaongea, akanieleza vile mambo ilivyo. Nikamwambia situache tumulilie Mungu tuone kama vile itakuwa. Wakati nilikuwa namulilia Mungu, the angel came to me, akaniambia kwamba wacha kulilia mtu mwenye hukumu, tayari huyo ameenda jiona. Mimi nikaona hii kama ni mchezo. Mke wake naye akampeleka kanisani, akaanza kwenda kanisani. Miezi 2 alienda kanisani. Akiwa kanisani, watu waliona tu anaketi chini. Kumbe malaika alikuja akamwambia usijisumbue na kanisa kwa nijiona. Akaandika kwa karatasi, akanyamaza, akaenda nyumbani. Sikiliza, akaambia mke wake nimepona. Mungu akamponya. Akaingia ndani ya ile tunaita gala. Akiwa pale, ambiwa sasa nilikuwa nataka uruka ufike chini ndio kufe. Akaruka akakufa. Hiyo haikuisha. And then when I see people talking with God, I wonder whether people are kind of, I wonder ni nani anaturoga, sababu I see people talking with God on a very serious note. I see young men and women and not talking with God anyhow. Anyhow you want, you can just live with God. Tell us. Mimi sioni vile mwanamke anaweza ambia mwanamume wake usiende kanisani leo. Huyo mwanamke you must have a demon that is against God. Unaamka asubuhi unaambia bwanako we are not going to church today. Tutaka hapa tukule kanyama ka sausage na kasukuma. Mantu rabi kadimashani. You must be very funny enough, and you must be joker at your level. Now listen this. If you don't want deadly weapons of God, if you don't want the flaming arrows of God, then you must aim to change. Mimi napenda wale watu wanajua kwamba nimekosa kweli. Hata kama Mungu utanichapa kichapo, lazima nikae na wewe. You know the bad thing is, wakati umesikia jina la Yesu, ni kama sahihi. Wakati umesikia neno kama hii, uamue sasa, kwa sababu hiyo neno ya hapo inakuanga kali, nitaacha hiyo church. Listen, the Spirit of God is not stupid. Roho ya Mungu sio ujinga, inajua kwamba umeamua, anakuona kwa moyo, anajua kwamba umeamua, alafu unaenda. You know what happens? Inakufuata pale, inakuchapa. Left, center, until you discover. If you don't discover yourself, and you don't return back to God, what happens? Unaingia msimu wa pili. Ukikata kabisa, unaenda mpaka hapa tulikuwa nimeandika flaming arrows. Unaenda mpaka jioni. Mimi nimeshangaa watu wakiringa na mali ya dunia. Ukiona Mungu amekuruhusu, siku moja ulikuwa wa kanisa na Mungu amekuruhusu kuendelea vizuri, anangoja ufikie level ya kulipuliwa.
katika Biblia. Alilipuliwa kule Jona, anaanza kuitisha maji. Hata nyinyi naomba Mungu, wale ambao mnakataa Mungu kabisa, ninawahubiria, sikiliza, mkifika kule Jona, Mungu awape neema ya kuona mbinguni, ndio muitishe maji, ndio nikatae. Listen, mimi nimejinyima vitu vingi sana. Nimejinyima dunia na vyovyote vinavyosemekana ni nzuri. Nimejinyima muda, nimejinyima kupumzika kwa mwili na akili. Nikaweka mawazo, ndiposa usiangamie kwa moto. Listen, nimegharamika hata na vitu nilivyotafuta na mikono yangu. Nimeishiwa na siku zingine napata, ili wewe usimuone shetani kule Jona, alafu unaanza kuona shetani ukiwa dunia. What is that? What is that? Don't you make me happy with one thing? Mimi kuna kitu wa inafurahisha sana. Wakati naona imani yako inapaa, maombi yako inapaa, dita, dunia, demasheke, dibaango, dibasabi. Wakati naona unainuka kiimani, uko tayari kuingia mbinguni, I feel very good. My spirit huwa inafurahi. Lakini Mungu anisaidie tu hii maombi yako ifanye kazi. Ikiwa nitakuhubiria ukweli na ukatae kabisa, Mungu akupe neema ukiwa jionao uniombe maji. Utaomba usiku mchana, naomba uchoke. Ati apostol tulikuwa pamoja kanisa moja mtituni, nisaidie na kamaji kidogo, unadhani ni soda. Na kuna siku nilikosa kanisa, ukaenda pale sokoni mtituni, unakunywa masoda yako kwa Coca-Cola. Takwambia ndio Coca-Cola kule. Na Coca-Cola kama itakuwa imeisha, utaitisha kamaji huko ya mbinguni, ya nataka kaiko kamaji, ninachomeka nipone. Takwambia uendele soda kule ulikuwa unakunywa siku za Sunday. Na hiyo soda inaitwa Coca-Cola. Ama ni kwenja, go there and be quenched. Sababu dadi Bushade Magabi Bayanga, do not joke with God. Do not joke with God. Na kuna polisi moja nimeona shetani anatumia. Kuna polisi nimeona shetani anatumia chini ya jua. Katika Matendo ya Mitume kuna polisi shetani alitumia. Alichukua msichana kama hiyo. Alichukua msichana, listen this. Alichukua msichana, angalia hii. Simama hapa juu, tafadhali dota. Alichukua msichana kama huyu. Usione na kushika uzana ni bibi yangu. Kuna watu wamesirani tu. Angalia hapa tuende pamoja. Alichukua msichana, akamweka spirit anointing ndani yake. Ndio watu wakija kwenye kaputa, ndio watu wakija wakitabiriwa waendelee vizuri. Maandiko inasema wale walikuwa wafuasi wa yule msichana walinawiri katika biashara zao. Yaani biashara zao ziliona mzuri. Kaeni chini. Wale msichana kawa kaule ni harakati. Na listen, lakini wakati ile anointing ya shetani iliondolewa na Paul kutoka kwa msichana, biashara zote zikaanguka. Na listen, kuna sheria shetani anatumia chini ya jua. Anaitumia vizuri. Anachukua mtu kama huyo msichana, anamweka anointing na anamwambia anzisha huduma. Anzisha huduma, atakupea pesa. Anzisha huduma. Nimekupatia anointing, anzisha huduma, atakupea pesa. Yaani yule mtu akona bodyguard, akona kila kitu, akona upako. Ukienda kwake akisema may your business prosper, ina prosper. But you know what? You know what? At the end, yule mhubiri umempenda because your business is prospering. You know what? Wewe na yeye kachi. Now listen this carefully. Afadhali kanisa ya kweli, ukikula fungu la 10 unachapwa kichapo, ukikosa unachapwa kichapo mpaka upite laini, kuliko mahali unatabiriwa unanawiri katika dhambi. If you prosper in sin, listen, ukiendelea vizuri ukiwa katika dhambi, hiyo sio neema. Ukiwa unasema the Lord has favored me, wewe sio Mary. Mary was favored kwa sababu alikuwa saa Yesu. Wewe sio Mary, and the favor of the Lord is upon me. Who is Mary here?
Who is married here? We are not married. Hizi sio wale ati tunabeba tunamzaa Yesu. Yesu ashazaliwa, ashatoka kwenye msalaba, and he is the living king. Praise the name of the living God. So watu unaona kwamba listen this carefully. Nilipoenda pale nilibarikiwa. Ikiwa ulienda kanisa ukabarikiwa ukiwa katika dhambi na pastor ako kuona kwamba ni dangerous, then your life is taking, you are losing the eternal life. Mimi napenda Mungu wangu sana, maana ukikosea na kuchapa. Kuna mwingine aliniandikia message tu, nikaona kaniambia tangu nikuje kanisa yako ndio nimetaabika zaidi. Nikamwambia Isabia kwa because sasa unakosa chance yenye unataka, mara maombi yenye unataka, alafu unataka vitu ziende vizuri na mgani. Na mimi najua sheria ya Mungu. Hata mimi nikienda kinyume huwa ninapata kichapo, najua hii system inaweka na ninakubali. Then who are you? Who are you? Who are you? Listen to this prayer pamoja. Mimi niko na maombi ambao hata mimi nasemanga ni muujiza. And this is a prayer I'm making to God. Namwambia Mungu ikiwezekana, ikiwa kuna mtu Kenya, na only Kenya, hata hii dunia yote, kuna mtu aliingia kanisani akasikia jina la Yesu. Sikiliza. Akasikia jina la Yesu. Akaacha ukweli, akaenda kwa false prophet. Akapiliwe mambo ya hapa na pale. Listen. Mungu anyoshe mkono wa discipline, awaweke kitabia uzuri. Discipline. Sema discipline. Awaweke discipline sawa sawa. Mimi wakati mtu anakuja ananiambia, pastor nimeumana. Unaendaka kanisa wapi? Listen. Wakati nimeumana ndio Mungu anafurahi umemwendea mchungaji. Hata wale hawaendaki kanisa huko mtituni, wacha kiumane. Then mwambie nimeumana. Wacha kiumane mpaka wakuje aniulize nitakwenda na mnagani. Niambie mtu funga hiyo duko unalika nayo na hiyo kibanda ya nguo unalika nayo na hizo vitu unafanyanga wakati watu wako kanisani. Wacha kiumane ndio sasa utafute Mungu ukiwa kanisani. Mungu hawezi kukupatia Monday anakupatia Tuesday kufanya kazi yako vizuri, hajaipatia na wewe. Yeye amekupatia kilitimamu Monday, Tuesday, Wednesday, lakini siku za kukutana na Mungu huwezi kuja. Hata tunakuwekea mahubiri YouTube huwezi kufungua. Tunakuwekea Facebook huwezi kufungua. You must be a yoka. Mpaka saa zingine naweka status kwamba leo tumebarikiwa, it was glorious. God has touched our hearts. We don't want to feel. Naenda mwingine naona umefeel menace. Menace na kuwekea basi hapo watu wataki kufeel. Najaribu kuweka kwamba najiweka kwanza nimevaa suti ndio ufutiwe kuangalia hiyo next. Unaangalia suti peke yake, next unaona ni fast proper something unasema utaki. You must be a joker. Na watu kwenye Facebook ukiona tu hiyo ni Apostle Daniel prayer line, unapita haraka unaenda kwingine hiyo wanafundisha karate. Unaanza kuangalia movies of Nigeria. Utakuweka kwa movie ya kioo kukufinya kwa kona mpaka uangalie nini inaendelea katika hiki. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi kuna kitu nilimalizia nasema, ujue mimi sijaitwa na baba mzazi, sijaitwa na mama, sijaitwa na relatives na siblings. Upako ule ndani yangu uko ndani yangu. Na ndio naona watu wakiniacha niko peke yangu hapa. Wakikurudi niko hapa. Niko ninaitwa kijana. Ninaitwa kijana. Na nikiitwa kivyangu ndio ujue niko kivyangu. Yule Mungu ambaye ameandikwa katika hii Bible ndiye anazungumza na wewe. Pigia Yesu makofi mazuri.
Na hiyo nakumbuka apostoli mwingine aliniambia, ukiwa mkali hivyo watu wanaacha kanisa, utaacha kuenda wapi? Hata ukiacha utaenda kwa kona. Naenda kwa kona, urudi kwa system. Na sisi tunafaa tupigie Mungu makofi mazuri. Sikiliza kwa nini? Ikiwa Mungu amekujaza kichapo siku 2-3, pigie makofi mazuri. Na ikiwa kuna dhambi ya kichapo, nataka uinue mikono miwili kumwambia Mungu, I need a miracle of my punishment. Inua tu mikono. Ikiwa kuna dhambi umetenda, umetenda dhambi ukijua ni nani tu umetenda. Inua mikono miwili tu kumwambia Mungu, I need punishment as soon as possible. That is forgiveness. Ikiwa kuna kitu umetenda kiovu, tell God to, I need punishment as soon as possible. Come on, can you be genuine before the Lord? We are on the journey to heaven. This punishment, after that punishment, you will rise in prayer. How can you tell God, this is my sin, I need punishment? Being punished is a miracle because God loves you. Being punished is a miracle because God loves you. Manda bada bada mas. Being punished is a miracle because God loves you. And God will make you rise again. Dadukande dadimande bashanda rusu. Kila mtu anaweza simama. Bada 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 bashanda. Tell God, I am sorry. I need my discipline to be in the system of spirit. Simama tu mahali ulipo tu. Tell God, I am ready to receive my punishment. Ndiposa nikawa vile utakavyo. Someone please sing the psalm, stand up where you are. I see the Lord. Kuna mtu Mungu ampenda. Endiko kadimande kadushate kadianda na Rusia. Inua tu mikono yako tu. Mwambie Bwana wa majeshi, kuna dhambi nilitenda nikijua tu ni dhambi. Kuna madharau nilikuonyesha tu nikijua ni madharau. Matatabayanda Rusi. Inua tu mikono. Can you be serious where you are? Raise up your hands. Na wale wanaenda nje, tafadhali msiende nje. It is time for God will not be a joker. That he will be mashake bagados. Lepe ekreshanda bagados. Naona watu ambao wanapokea a miracle of punishment and you are rising twice in the spirit in the name of Jesus. Mungu anakupa kichapo sababu anakupenda ili akuweke kwa system. Sinusa, ili moshaka na ruhusu. Luka na dokata basiana na wako. Kuna mtu unamsamea, kuna mtu aliyekuwa inasati, kuna mbali unaweza kwa moyo, kuna mawazo maovu katika akili yako na moyo wako. It is a time of miracles. Raise up your hands to what will bring the hand to the Pandavus. Rana tumasana na Pandavus. Maandiko yanasema God is a God of miracle. God is a God of miracle. Whatever is a sin that has been raining upon you, let that be the sin. Satan is a liar. Satan is a liar. We know our Father is a discipline master. Satan is a liar. We know that our Father is a discipline master. Satan is a liar. We know that our Father is a discipline master. Rabbus Yanana. I shall spirit where you are. Satan is a liar. Mandus. Rita Dabayana. Satan is a liar. We know that our Father is a discipline master.
mikono yako where you are. It's time God to do miracles within us. Ni nyakati za Mungu kufanya miujiza katikati yetu. Ni kweli anataka kuingia mbinguni. Ni kweli Mungu anataka kuingia mbinguni. Makarabusi. Ni kweli Mungu anataka kuingia mbinguni. Be serious now. It is time for miracle.